kujibu hili swali kupitia kitabu hiki ambacho kwamba nakitumia katika darasa hii, kwamba nafunga kwa mujibu wa kitabu hiki. Asema mwenye kitabu, asumu liasila ila martabati almuttaqin wa hiya min afdali almanazili inda rabbil alamin. Ukijiuliza kwa nini nafunga, jawabu lake linakuja kwamba nafunga ili niweze kufika kwenye vile viwango vya wachaji Mungu. Nafunga ili niweze kufika kwenye vile viwango vya wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na hivi ni viwango bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu anayemwogopa Allah, huyu daraja yake mbele ya Allah ni kubwa, hata kama muonekano wake hapa duniani si muonekano mzuri, hata kama anaonekana mbele ya waja ni mtu dhaifu. Na ndipo ikaja kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yule anayemuogopa Allah, anayemcha Allah inavyotakiwa. Licha ikawa unatoka kwenye kabila kubwa au uko na hadhi kubwa duniani, lakini hauna uchaji Mungu, basi mbele ya Mwenyezi Mungu wewe ni dhalili kabisa, si chochote. Kwa hiyo ukijiuliza kwa nini nafunga mimi, jawabu linakuja ili niwe miongoni mwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hii ni aya maarufu sana, ikigonga ndani ya Ramadhani. Sijui aya inasomwa mara ngapi kwa siku duniani, mara nyingi sana, ni aya maarufu. Enyi mlioamini, mumefaradhishiwa kwenu nyinyi kufunga kama vile walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu nyinyi, ili muweze kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh Saadi rahimahullah fi tafsiri hadhihi al-aya, asema huyu Sheikh Saadi rahimahullah katika tafsiri ya hii aya, mwisho akizungumzia kipengele cha mwisho, la'allakum tattaqun, ili mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu as-siyam, kufunga, min akbari asbabi at-taqwa, kufunga ni miongoni mwa zile sababu kubwa za mtu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. lianna fihi imtithalu amri llah wa ijtinabina nawahi, ndani yake ni kufunga unafuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na unajiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqwa, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni upeo wa juu ambao kwamba mja anafaa kuufika ili apendeze mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikawakusanya watu wote kuanzia wa mwanzo, kuanzia Adam mpaka mtu wa mwisho atakayekuja hii duniani, watakuwa wanachaguliwa tu wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wale ambao hawamwogopi Allah, mahali pao itakuwa si pazuri. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni amri ambayo ameipatia viumbe wote au wanadamu wote, akasema, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, na kwa hakika tumewahusia wale waliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara, na nyinyi waliokuwa kabla yenu, na nyinyi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumehusiwa kufanya nini? Anittaqullah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Unataka kumwogopa Allah, utapitia njia gani? Kufunga.
kufunga. Maelezo yako marefu hapo, lakini sitaki kuingia maelezo haya kwa undani zaidi, lakini ikiwa unataka shortcut kabisa ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi usisumbuke, wewe ingia kwenye somo na utaona imani yako inabadilika. Tukiingia katika swali la 5, anauliza au unaweza jiuliza, kwa nini nafunga? Kwa nini nafunga? Jawabu kwa maelekezo ya kitabu hiki asema, asumu hatta yakuna khulufu fami atyabu inda Allahi min rihil misk. Nafunga ili harufu mbaya inayotoka kwenye mdomo wangu, si kwa sababu sijapiga mswaki, kwa sababu nimekaa muda kidogo bila kutia kitu mdomoni. Mwanadamu akikaa kidogo, ikiwa hatakuwa anaongea, amefunga tu mdomo wake, hata kama amepiga mswaki na dawa ile ya ghali kabisa, ile dawa nzuri kabisa, lakini nashari kuna harufu hapo kwamba itakuwa inatoka kwenye mdomo wake na haitoki pale. Naona inatoka mbali zaidi kwa mujibu wa maelezo. Asema nafunga hata yakuna khulufu fami atyabu inda Allah min rihil miski, nafunga ili litimie lile la kwamba mdomo au harufu mbaya inayotoka kwenye kinywa changu wakati nimefunga iwe ni nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe inanukia vizuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko harufu ya miski. Miski nadhani ni mafuta hapo kwamba ni ya bei ghali mno, na ndio mafuta yanayonukia vizuri zaidi duniani hapa. Watu wanasikia miski nauzo kidogo hivi, pesa nyingi sana. Basi asema harufu inayotoka kwenye kinywa cha yule ambaye kwamba amefunga haipendezi mbele ya watu, lakini mbele ya Allah inapendeza harufu hii. Faqad akhraja al-Imam Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, amesema Abi Hurairah radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee kwamba imetolewa na Imamu Muslim katika isnadi ya Abi Hurairah radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami sahimin atyabu inda Allahi yawm al-qiyamah min rihil miski. Anaapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, na kiwango au namna ya kiapo chake kilikuwa hivi, akisema na apa na yule ambaye nafsi ya Muhammadi iko mikononi mwake, ama harufu mbaya inayotoka kwenye kinywa cha aliyefunga ni bora na yenye kupendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama min rihil miski. Tena hapa angalia, inawekwa tena yaum al-qiyama, kuna kwamba Mwenyezi Mungu ile harufu inampendeza moja kwa moja, yani pale unapoitoa wanadamu wanaihisi vibaya, wanasikia ni harufu mbaya, lakini pale mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni harufu nzuri, lakini tena ikiwekwa na ziada siku ya Kiyama. Kumbe si hapa tu peke yake. Unaweza funga wewe siku kadhaa au kamaliza mwezi mzima, Allah akakukadiria ukafa. Baada ya hapo ukafa, ukapita muda mrefu, ndio Kiyama kiingie, kwamba ile harufu imebakishwa pale kwenye kinywa chako. Siku ya Kiyama ile harufu itakuja kusikika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Na itasikika namna gani? Mtawaombeni, sitaki nirudie tena baada ya swala.
Karudia. Kwa hiyo mtanipatia niazime dakika 4 hizo tumalize, kitoka nimetoka kabisa. Kwa hiyo harufu nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni ile ambayo kwamba inatoka kwenye kinywa cha ule mtu ambaye amefunga. Ndugu zangu Waislamu, katika sharhi ya Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah akisema khulufu fam, ama harufu mbaya inayotoka kwenye kinywa cha ule ambaye kwamba amefunga, katika ada ya watu wataiona hiyo ni harufu mbaya sana tu, ni harufu mbaya. Toka hapo nataka kupiga mswaki, kumbe alishapiga mswaki tena dawa nzuri sana, amepiga na kurudia akirudia, lakini kwa sababu ya kukaa muda mrefu bila chakula, labda kwa tumbo, kuna harufu itakuwa inatoka na watu wanahisi ile harufu si nzuri. Ndugu zangu Waislamu, nimalizie kwa kusema hivi. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema damu ya mtu aliyekufa shahidi katika maaraka, katika vita, wakati huo akizungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wakienda jihad wakapigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwingine akajeruhiwa, ile damu Allah subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia ile damu, harufu yake ni nzuri, inanukia kama miski. Hapa ndio tuelewane. Harufu inayotoka kwenye damu ya mtu aliyekufa shahidi ama amejeruhiwa mbele ya Allah inanukia kama miski. Harufu ya kinywa au inayotoka kwenye mdomo ya mtu aliyefunga ni nzuri kushinda miski. Kimeeleweka hicho Kiswahili? Ile damu inanukia miski, lakini harufu inatoka kwenye mdomo wa aliyefunga ni bora kuliko miski. Kwa nini tusihukumu wazi moja kwa moja kwamba ile harufu yako ni bora kuliko damu ya shahidi? Kwa sababu shahidi imeishia kwamba ni ile damu yenyewe kwamba inanuka kama miski, lakini katika hadithi hii tumeambiwa ni zaidi ya miski. Haijaishia kwa miski hapa, imeenda zaidi ya miski. Atyabu inda Allahi yawm alqiyama min rihi miski, kuliko kushinda harufu ya miski. Mengi yapo ya kuzungumzwa, kwa nini nafunga. Insha Allah taala takriban maswali 13